lakini hii roho ambaye nilipewa ya huduma, kwa maana mimi sikufundishwa huduma, mimi nilipewa huduma na Mungu, na sasa nikatafuta baba wa kunilea na kuachilia roho nyingine ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ningesema ya kwamba ninaenda kujifunza huduma, singekuwa jinsi nilivyo, lakini hii ni kitu ambacho kilikuweko ndani yangu. Labda nilikozaliwa ilikuweko katika familia, lakini haikutimia, lakini sasa imekuja kwangu na lazima niifanye jinsi ipendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Nakushukuru sana kwa maana Mungu ni mwaminifu, na nakushukuru pia kwa sababu ya kufika mahali hapa. Mungu wa amani abariki maisha yako kwa jina la Yesu. Jinsi unavyoingia hapa, imani yako tu, imani peke yake, hakuna jambo lingine hapa, hakuna sarakasi nyingine, ni imani yako tu mbele ya Kristo na kujiachilia moyo wako mbele ya Kristo. Hatuko kwa ajili ya mambo ya ulimwengu, hatuko kwa mambo mengine, tuko hapa kwa ajili ya Kristo. Wengine wako sherehe siku ya leo ya Jamhuri, wengine wameenda kusherehekea sherehe, lakini afadhali wewe uliyeingia katika nyumba ya Bwana kwa ajili ya kumtafuta huyu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kristo ni bora kuliko mavazi. Kristo ni bora kuliko hiyo nyumba ambayo unakaa ndani. Kristo ni bora kuliko afya yako. Kristo ni bora kuliko mumewe. Kristo ni bora kuliko mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo ni bora kuliko chakula ambacho wewe unakitumia kila siku, kwa maana pasipo Kristo hicho chakula hakina faida ndani ya mwili wako, kwa maana utabadilisha diet ndani ya maisha yako, lakini hiyo diet bado wewe unaugua. Lakini ukiwa ndani ya Kristo, mimi sasa kwa miaka 5 bila kumeza tembe na bila kudungwa shindano ndani ya mwili wangu, inaamini ya kwamba kuna Kristo anayekaa ndani yangu. Kwa miaka 5 ambaye nimeokoka ndani ya Kristo na nimekaa katika wokovu miaka 5, Bwana amenilinda kwa maana sijawahi dungwa shindano. Mimi jambo la kwanza, nilipokuwa nikiwa ningali kijana, nilikuwa nagonjeka kila mara. Baada ya 2 weeks niko mgonjwa ile mbaya ya kufa. Lakini leo hii kwa miaka 5, hata Panadol sijui dawa pesa zake ni ngapi. Ni Mungu aliyenihifadhi na ameniweka jinsi nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wa amani akubariki na akutende mema. Na karibu sana, karibu tena katika ibada zetu. Kwa maana ibada yetu tunakuanga nayo hapa every Tuesday, Wednesday, Thursday. Alafu Friday huwa tunakuwa na mkesha, lakini hiyo mkesha inalingana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Saturday huwa nakuwa hapa, Sunday huwa nashinda hapa. Bwana Yesu asifiwe. Njoo ufunguliwe, njoo upone.